Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji na tarafa letu la Uvira. Tuseme asante kwa wale wote ambao wanaendelea kutembelea channel yetu, wanaendelea kulike pia wanaendelea kujiabone kwenye channel yetu. Tuseme asante, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Pia ukiwa na maoni au pendekezo, kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini kabisa, tunaweza kukujibu. Na ukiwa unahitaji tukuunge kwenye grupu letu la WhatsApp, tuko tayari kabisa kuweza kukaribisha na kuweza kuunga kwenye grupu letu la WhatsApp. Leo ni tariki 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tukujuze kabisa mtasari wa habari katika kile ambacho kizungumzia kwa siku ya leo, ambapo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana tuna habari ambazo zenye kuwa ndani kabisa ambazo zingali za kuchunguza, taja kuwa Marekani na Falme za Kiarabu wanaripotiwa kabisa kupanga kupeleka zaidi ya wanajeshi 15,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mfumo ya makubaliano, mkakati na usalama ili kurejesha amani ya kudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Goma kabisa, mwisho wa ziara yake James Swana akisisitiza kutekelezwa kwa maazimio 2775 na 2808 na kuheshimu kwa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliyazungumza wakati wa mazungumzo na baadhi ya wadau wa maeneo hayo, na pia tahadhari kubwa kuhusu afya ya Generali Meja Dieudonne Mutupeke anayeshikiliwa katika gereza la huko Ndolo. Kutokana tuna habari zetu ambazo tulizozipata zaeleza kuwa generali huyo yuko katika hali mbovu ya magonjwa. Na huko katika mji wa Baraka kuliweza kusikika milio ya risasi usiku wa kuamkia hii leo tariki 28, huku viongozi wa mahali wakiombwa kabisa kuungana kwa pamoja ili kurejesha amani ya kudumu katika maeneo hayo ya Baraka, ambayo imeonekana kila leo milio ya risasi inaendelea kuripotiwa katika sehemu mbalimbali katika mji na tarafa la Fizi. Haya na mengine niweza kukaribisha kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za kila siku. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, sikose kujiabone kwa channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Tuanze kabisa na habari hizi ambazo ziko moto kwenye bunge la jimbo la Sud Kivu, kufuatia na pendekezo la hoja la kutokuwa na imani ama motion de censure zidi ya gavana wa mkoa wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi, ambalo lilitajwa kujadiliwa katika bunge tariki 28 Aprili mwaka 2026, yani leo. Kutokana na habari ambazo tulizozipata zilitaja kuwa kikao hicho ambacho kilikuwa kimeandaliwa hakitofanyika tena kutokana tu na kuitishwa kwa viongozi hao katika mji wa Kinshasa. Katika tariki 23 kuna kibarua ambacho kiliweza kuripotiwa kikitaja kuwa kimesainiwa na kundi la FABB ambalo linaloongozwa naye Generali Delfe Kalembe Ngoma Nzito, ambacho kinakuja kabisa kikizua noma katika mji na tarafa letu la Uvira. Kibarua hicho ambacho kabisa kinamuunga mkono gavana wa jimbo la Sud Kivu na kubaki kwenye madaraka, ambacho kimeweza kusainishwa na pia kikiwa kinaungwa mkono na RAD katika mji wa Uvira, yakionyesha kuunga mkono gavana Purusi kutaka kuendelea kubaki madarakani, kinyume tu na watu wengine baadhi ambao wakitaja kuwa gavana wa jimbo la Sud Kivu Jean-Jacques Purusi aweze kuondolewa kwenye madaraka. Pamoja na katika esasi za kiraia hasa katika mji wa Uvira, hakuna tetesi ambazo zinadhibitisha kuwa kuna kitita kikubwa cha pesa ambacho bado hakijabainika, ambacho kimetolewa kwa viongozi wa wazalendo ili kuunga mkono gavana wa jimbo la Sud Kivu. Wakati huo mvutano wa kisiasa ambao unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wabunge nao pia wakitaka
kuweza kuondolewa kwake gavana wa jimbo hilo Jean-Jacques Purusi. Na moja kwa moja tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiafrika inataka kujitegemea yenyewe. Kagame aweza kuzungumza. Rais wa Rwanda aliyasema hayo wakati wa mkutano wa kimataifa wa kisiasa. Ni maneno yenye nguvu, lakini Afrika itawezaje kujitunza yenyewe wakati viongozi wetu wote wa Afrika wakiwa wanaendelea kungangania madarakani? Hiyo ni jambo fulani ambalo limeweza kuanza kuwapa wadau kipaumbele, na huku wakichambua kuhusu masuala ya Afrika. Wakati viongozi wengi wa nchi za Afrika wanaendelea kungangania madarakani na kubaki kabisa kwenye misingi ya kubania viti vyao vya uongozi, ameonekana kurudi nyuma kidogo tu baada tu ya shindikizo za vikwazo kutoka taarifa ghafla ambazo zilizothibitisha kuwa kwani kuna baadhi ya viongozi wake ambao waliochukuliwa hatua na Umarekani. Pia hii imepelekea rais wa Rwanda Paul Kagame kuweza kuondoa baadhi ya wanajeshi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya hiyo, kuna habari ambazo zinathibitisha kuwa rais huyo wa Rwanda anaendelea pia kuongeza vikosi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko maeneo ya Bukavu ambapo kuna kuwa na kambi kubwa ambayo imeanza kujengwa ili kabisa kuleta wanajeshi kutoka Rwanda na kuingia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umarekani na Falme za Kiarabu wanaripotiwa kupanga kupeleka zaidi ya wanajeshi 15,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mfumo wa makubaliano ya mkakati na usalama iliyosainiwa katika pande zote tatu. Majimbo 22 kati ya majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanatajwa kulengwa, ikiwemo yale yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 AFC M23. Wanajeshi hao watapewa vifaa vya kisasa vya kijeshi na kusafirishwa kwa njia ya chini na njia ya maji pia na njia ya anga. Hatua hiyo kabisa ni muhimu ili kuweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bado tangazo kubwa hazijatolewa kuhusu kuletwa kwa wanajeshi hao katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, mtangazaji wako, niseme asante kuendelea kutufuatilia. Ikiwa kabisa jiunga nasi tukiwa katika habari zetu za kila siku, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mwisho wa ziara yake James Swana, akifa ambaye alifanya ziara yake huko katika mji wa Goma, hapa aliweza kusisitiza utekelezwaji wa maazimio 2773 na 2808 na kuheshimia kwa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC aliweza kuyazungumza baada tu ya mazungumzo na baada ya ziara yake ya kwanza aliyoifanya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iliyohusisha miji ya Beni, Bunia na maeneo ya Goma. Mwishoni mwa ziara hiyo lisifu bora wa mazungumzo iliyofanywa na wadau mbalimbali, kutoa tathmini ya hali ya usalama ambayo bado kabisa ni tete katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuhusu vurugu ambazo zinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano huo alisisitiza umuhimu wa asilimali, ulinzi wa raia, jambo ambalo kabisa ni muhimu sana katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuomba pande zote mbili kuweza kuheshimu makubaliano ambayo yaliyosainiwa ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita vya M23 Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, tahadhari kubwa kuhusu afya ya Jenerali Meja Dieudonne Mutupeke anashakiwa kukamatwa na kupelekwa kwenye gereza la Ndolo. Kundi la mashirika za kutetea haki za kibinadamu nchini Kongo ya Kidemokrasia zathibitisha kuwa tariki 27 Aprili mwaka 2026 harakati hiyo inayoongozwa na Martin Buhendwa Balagizi
inataka hatua ya haraka kabisa kuweza kuchukuliwa kupitia ofisa huyo ambaye hali yake ya afya inaripotiwa kuwa mbaya, inaweza ikahatarisha maisha yake. Dharura hiyo inakuja katika mazingira ya wasiwasi mkubwa kufuatia vifo vya hivi karibuni wa majemedari wengine wawili ambao waliofariki, mkiwemo Jenerali Skatenda Shabani na Sango Lomona, ambao mili yao ilibaki kabisa muda mrefu katika chumba cha kuhifadhi maiti huko Kinshasa. Kundi hilo linatoa hofu kubwa tukio kama hilo lisiweze kurejea tena, ikiwemo mamlaka zichukue hatua kabisa kali ili kuangalia namna gani ya kuanzisha harakati ya matunzo kwa kiongozi huyo, hasa kuomba ombi kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pia wanasisitiza kuwa maafisa hao wanatoka katika eneo la Fizi, Baraka na Uvira, na wanaonya kuwa hali hii inaweza kuafisiwa na kuwa kama vile ubaguzi wa kabila. Vyombo vya usalama viingilie kati ili kurejesha kabisa matunzo kwa viongozi hao. Kumbukwe kuwa Jenerali wa Brigade Dieudonné Mutupeke alikamatwa mjini Kinshasa tarehe 9 Julai mwaka uliopita na idara ya ujasusi ya DEMEAP kisha kufungwa katika gereza la kijeshi la Ndolo. Anashutumiwa kuwa alikuwa na mawasiliano na rais wa zamani Joseph Kabila pamoja na waasi wa M23. Ikiwa tunaendelea na taarifa zetu za habari, DRC imepinga hatua muhimu kabisa katika kulinda rasilimali zake kwa kuanzisha kikosi maalum kinachoitwa Garde Minier, walinda migodi. Kulingana na ukaguzi mkuu wa migodi IGM, kikosi hicho kitakuwa na askari wapatao 2000 watakaosambazwa katika mji 24 ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mradi huo unakuja na bajeti ya takriban karibu ya dola bilioni 100 na usaidizi kimkakati wa fedha za Marekani na ufalme wa Kiarabu. Majukumu hayo kabisa makubwa ambayo inakuja kuhusu kukosoa kikosi hiki ni kulinda maeneo ya uchimbaji madini, kuhakikisha usalama wa usafirishaji wa madini hadi vituo vya ukachaji na mipaka. Mkaguzi mkuu wa migodi Rafael Kabengele ameeleza kuwa hatua hii inalenga kuimarisha uwazi katika sekta ya madini, kupambana na biashara haramu ya madini, kutekeleza maono ya rais kuhusu usimamizi bora wa rasilimali. Hatua hii pia ni utekelezwaji wa makubaliano yaliyosainiwa hivi karibuni ya kuhusu madini muhimu yaliyosainiwa katika DRC, Washington, Marekani, huko Doha, Qatar. Mji wa Baraka uliingia katika hali ya hofu jioni ya Jumatatu ya tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 2026 kufuatia milio ya risasi iliyosikika majira ya saa 2 usiku. Hivi sasa mji huo uko chini ya udhibiti wa FARDC pamoja na wazalendo, lakini bado kabisa inaonekana mara kwa mara kulipotiwa milio ya risasi. Hivyo vyanzo vyetu vilieleza kuwa vinaombwa kwa vyombo vya serikali kuingilia kati ili kuhakikisha kuwa wanaopiga risasi kiolela wakamatwa na hukumiwa kulingana na sheria. Habari ambazo tulizozipata zinataja kuwa vyombo vya mahali vinachukua hatua kali dhidi ya wale wanaopiga risasi kiolela katika maeneo ya tarafani Fizi katika mji wa Baraka. Na tumalizie na habari hizi za kuuawa kwa raia. Uvira, Fizi, raia wawili wauawa katika mashambulizi ya silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wawili wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti yaliyofanyika na watu wenye silaha wasiojulikana siku ya Jumamosi ya tarehe 25 Aprili 2026 katika maeneo ya Fizi na Uvira, mkoa wa Sud Kivu. Kwa mujibu wa vyanzo vya maeneo hiyo, yaeleza kuwa mwanamke mmoja alipigwa risasi majira ya saa 1:30 za jioni katika kijiji cha Sebele kilichoko katika sekta ya Nganja, wilaya ya Fizi. Mazingira ya tukio hilo bado haijajulikana vizuri.
Baadaye ya wakazi wanataja kuwa hutuma zinazohusiana na imani za ushirikina kama chanzo cha mauaji hayo ambayo inayoendelea kuripotiwa katika maeneo hayo. Siku hiyo hiyo katika mji wa Uvira, mwanamke mmoja aliuawa majira ya saa 2 usiku dakika 30 usiku katika barabara ya Karigo katika mtaa wa Kalundu ndani ya manispaa ya jiji hilo. Washambuliaji bado kabisa hawajafahamika, sababu shambulizi hilo bado kabisa hazijulikani na watu ambao wanaoendesha vitendo hivyo kila leo wanavyoendelesha mauaji. Kutokana na vyanzo vyetu, shirika la kiraia Sosiko RDC limelaani vikali mauaji hayo yanayoendelea katika sehemu zote na tarafa zetu za Uvira, wakiomba kabisa viongozi kuingilia kati ili kukomesha hali hiyo. Bwana Bwija Kelvin pia amesisitiza umuhimu wa kufunguliwa kwa uchunguzi wa vyombo vya mamlaka ili kubaini wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe na wahukumiwe kulingana na sheria. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imesoma kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, ukiwa na maoni au pendekezo usikose kabisa kutuandikia kwenye nambari hiyo ya WhatsApp. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu, na pia ikiwa unahitaji tukunge kwenye group letu la WhatsApp tutakwenda kukuunga. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya, na kutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.